Let's talk together. Let us not talk at each other, but let us talk to each other. Na sisi tuko tayari kama wanachunga. Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa upinzani wa muda mrefu na mjuzi wa siasa za maridhiano, yaani ule mtindo wa kutafuta makubaliano au ushirikiano na wapenzi wake wa kisiasa baada ya migogoro mikubwa kuzuka. Hii ni baadhi tu ya historia yake ndefu. Baada ya uchaguzi wa mwaka 1997, Raila alikuwa kiongozi wa chama cha NDP almaarufu National Development Party. Mwaka wa 1998 hadi mwaka wa 2001, Raila aliingia katika ushirikiano na Rais Daniel Arap Moi aliyekuwa kiongozi wa KANU. NDP iliunganishwa na KANU mwaka na Raila akapewa nafasi ya waziri wa nishati. Huu mwaka ulikuwa wa handshake yake ya kwanza katika historia ya kisiasa yake. Alikubali kushirikiana na serikali iliyokuwa akiipinga. Wakati wa uchaguzi wa mwaka 2002, Raila aliongoza muungano wa National Rainbow Coalition almaarufu kama NARC. Aliunganisha wapinzani wote dhidi ya aliyekuwa kiongozi wa KANU. Alitangaza maneno almaarufu Kibaki tosha, akimuunga mkono Mwai Kibaki kuwa mgombea wa urais. Ushirikiano huo ulikuwa mwenge wa kihistoria ambao uliweza kumbandua mamlakani aliyekuwa rais kwa zaidi ya miaka 39, Daniel Toroitich Arap Moi. Baadaye, baada ya machafuko ya mwaka wa 2007, mwaka wa 2008, Raila na Kibaki walilazimika kufanya makubaliano ya maridhiano yaliyosimamiwa na Kofi Annan. Raila akiwa waziri mkuu chini ya serikali ya muungano. Hii ndio iliyokuwa handshake ya pili kubwa ya Raila iliyorejesha amani nchini baada ya vurugu mbaya zaidi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 uliozua migogoro, Raila hakutambua ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Mnamo tarehe 9 Machi mwaka 2018 walifanya kitendo cha kihistoria cha handshake mbele ya Harambee House. Lengo lilikuwa kujenga daraja la umoja wa kimataifa na kuponya taifa lililokuwa limegawanyika. Huu ndio uliomfanya watu wengi kumtambua kama gwiji na guru. Kenya is bigger than all of us. To bequeath a better society for the coming generation of our country. Ilikuwa mara nyingine ametumia njia ya maridhiano badala ya mapambano. We want to have an equal society where people work together and people love each other. Hivi majuzi, Rais William Ruto na kinara aliyekuwa upinzani Raila Amolo Odinga waliungana na kuleta serikali ya pamoja almaarufu kama broad-based government. Hakuna mtu atatatiza rais. Hiyo ndio kazi yangu. Na mimi hakuna kazi nyingine kwanza nafanya ni hiyo. Hiyo State House ile milango yote naweza ingia, nimeweka mitego kila pahali. Hapo. Juzi nimeenda Ulaya wakajaribu kupenya nikarudi haraka. So I want to assure you, please relax. There is nobody atatatiza rais wetu kumzuia afanye kazi. Na hiyo ni kazi yangu. Mpatie Ruto, mpatie Duale, Duale na mpira Duale, mpatie Kindiki, Kindiki na mpira Kindiki, amerudisha huru, amepiga shoot, mpira imeenda nje.
Raila Amolo Odinga amekuwa akitumia maridhiano kama silaha ya kisiasa. Anajua wakati wa kukaa mezani na mazungumzo. Amefanya hivyo mara kadhaa. Matokeo yake yamekuwa na athari kubwa kwa siasa za humu nchini. Na je, hivi ni nani atakayekuwa akifanya maridhiano tena baada yake kuondoka? Swali tu nakomea hapo.